Jina langu ni Profesa H.S. Maganga ambaye ni mchunguzi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na utawala bora na masuala mbalimbali ya kijamii na mengineyo. Leo katika kipindi cha Doria ya Dunia nitazungumzia utetezi na utatuzi wa mizozo mitata ya dunia. Lakini kabla sijazungumzia utetezi na utatuzi wa mizozo mitata ya dunia, maelezo ya utangulizi, nazungumzia uwepo na ubora wa Umoja wa Mataifa, uwepo na ubora wa Umoja wa Amerika, uwepo na ubora wa Umoja wa Afrika, uwepo wa ubora na Umoja wa Ulaya, uwepo na ubora wa Umoja wa Asia, uwepo wa ubora na Umoja wa Arabu, uwepo na ubora wa Umoja wa India, uwepo na ubora wa Umoja wa Kiraia wa Dunia. Uwepo na ubora wa Umoja wa Mataifa ya dunia. Chanzo cha kuanzisha Umoja wa Mataifa ni baada ya kumalizika vita kuu ya pili ya dunia, na sababu za kuanzisha Umoja wa Mataifa ilikuwa ni kuunganisha mataifa yote ya dunia ili kushirikiana kwa pamoja kuleta maendeleo, kuleta amani, kuleta usawa wa dunia, haki za binadamu na heri za binadamu. Na Umoja wa Mataifa kwa wakati ule walioanzisha ni wale walioshinda vita kuu ya pili ya dunia, ndio ambao mataifa manne walipata kuwa na kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mataifa hayo ni Marekani, Urusi, Uingereza na Ufaransa. Lakini baadaye kutokana na hoja mbalimbali, China ikakubaliwa kuwa na kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa sasa ninapendekeza ili Umoja wa Mataifa uwe na ubora zaidi, uwe na nguvu, mambo yafuatayo yafanyike. Jambo la kwanza, Umoja wa Mataifa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mataifa yenye kura za turufu yaongezeke kwa kuzingatia usawa wa kikanda. Maana kwa sasa mataifa mengi yenye kura ya turufu yanatoka Ulaya. Ulaya pekee yake kuna mataifa matatu ambayo ni Urusi, Faransa na Uingereza. Kule Asia ni taifa moja tu la China, na Amerika ni taifa moja la Amerika. Arabu hakuna taifa ambalo linakula turufu. India, Afrika hakuna taifa lenye kula turufu. Kwa kwanza nilikuwa napendekeza kwa Ulaya, Ujerumani ni miongoni mwa mataifa yaliyoshindwa katika vita kuu ya pili ya dunia. Kwa hiyo napendekeza kutokana na mageuzi makubwa yaliyofanyika Ujerumani kwamba sio taifa korofi, taifa lililostaarabika, taifa lenye maendeleo makubwa ya kiuchumi. Kwa Ulaya ndio linaongoza kwa uchumi, wapewe nafasi ya kuwa na kura turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Italia pia wapewe nafasi ya kuwa na kura turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na Uturuki. Kwa Ulaya kutakuwa na mataifa ambayo ni Urusi, Faransa, Uingereza, Jerumani, Italia na Uturuki. Mataifa 6 yawe na kura turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kuongeza nguvu ya Umoja wa Mataifa.
Amerika napendekeza Canada wapewe kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Argentina wapewe kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Brazil. Kwa hiyo Amerika kutakuwa na mataifa manne ikiwa ni pamoja na Marekani yenyewe, Canada, Argentina na Brazil. Bara la Arabu napendekeza Irani wapewe kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Israeli wapewe kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Saudi Arabia wapewe kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, pamoja na Iraki wapewe kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo bara Arabu kutakuwa na nchi 4 zenye kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Asia tuiongeze Japan iwe na kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Korea moja iwe na kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kule Asia tutapata mataifa matatu: China, Japani na Korea. Afrika na Misri wapewe kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa niaba ya Afrika Kaskazini. Tanzania ipewe kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa niaba ya mataifa ya Afrika Mashariki. Nigeria ipewe kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa niaba ya Afrika Magharibi. South Africa wapewe kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa niaba ya mataifa ya Afrika Kusini. Na Ethiopia wapewe kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa niaba ya Afrika ya Kati. Kwa Afrika tutapata mataifa 5 yana kura ya turufu katika Baraza la Usalama. Bara Arabu tutapata mataifa 4 yenye kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Asia tunapata mataifa 3 yenye kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Amerika mataifa 4 yenye kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ulaya mataifa 6 yenye kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na tukimalizia tuongeze na kule Asia kuna India na Pakistani, wana ushawishi mkubwa, wana uchumi mkubwa, na ushawishi mkubwa katika diplomasia, wawe na kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Tukiweka mataifa haya, Umoja wa Mataifa sasa utakuwa ni shirikisho la dunia lenye nguvu, lenye maamuzi sahihi yanayotekelezeka. Kwa hiyo dhana ya kuleta maendeleo ya pamoja duniani itawezekana. Dhana ya kuleta amani, usawa wa dunia, umoja wa dunia ulio imara, haki na heri katika dunia yatawezekana. Pili, napendekeza uwepo na ubora wa Umoja wa Amerika. Kuwe na jumuiya ya kikanda ya Amerika ambayo itakuwa ni Umoja wa Amerika. Itakuwa ni jumuiya ambayo itakuwa chini ya Umoja wa Mataifa. Matatizo kule ya Amerika watakuwa wanaanza kuyasuluhisha wenyewe, wanashughulikia wenyewe, na pale inaposhindikana ndipo Umoja wa Mataifa wanaweza kufikishiwa ama wanaweza kuingilia kati. Tatu, uwepo na ubora wa Umoja wa Afrika. Umoja wa Afrika upo. Napendekeza afanyike maboresho tu ya Umoja wa Afrika, iwe ni jumuiya ya kikanda ya Afrika ambayo moja kwa moja Umoja wa Mataifa inaweza kuimiliki. Kwa matatizo na migogoro ya Afrika takuwa yanashughulikiwa na sisi wa Afrika wenyewe. Pale inaposhindikana yanafikishwa kwa Umoja wa Mataifa ama Umoja wa Mataifa unaingilia kati. 4, napendekeza uwepo na ubora wa Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya ambao upo uwe ni jumuiya ya kikanda ambayo iko chini ya Umoja wa Mataifa. Matatizo na migogoro ya Ulaya inapotokea wanaweza kuyatanzua wenyewe, na pale inaposhindikana Umoja wa Mataifa unaweza kufikishiwa ama unaweza kuingilia kati. 5,
napendekeza uwepo na ubora wa Umoja wa Arabu. Kuwe na umoja wa kikanda wenye nguvu, Umoja wa Arabu ambao ni jumuiya ya kikanda ambayo migogoro na matatizo ya mataifa ya Arabu wawe wanashughulikia wenyewe. Pale inaposhindikana wanafikishiwa Umoja wa Mataifa ama Umoja wa Mataifa wanaweza kuingilia kati. 6, napendekeza uwepo na ubora wa Umoja wa Asia wenye nguvu. Umoja wa Asia wenye nguvu ni jumuiya ya kikanda ya Asia ambayo watakuwa pia wanashirikiana kama ilivyo jumuiya nyingine za kikanda kutanzua matatizo na migogoro yao, kuleta maendeleo ya pamoja. Pale inaposhindikana Umoja wa Mataifa wanaweza kufikishiwa ama Umoja wa Mataifa unaweza kuingilia kati kama ilivyo katika jumuiya za kikanda nyingine. 7, napendekeza uwepo na ubora wa Umoja wa India. Mataifa ya India yawe na jumuiya ya kikanda ambayo watakuwa wanashughulikia wenyewe migogoro na matatizo ya mataifa ya India, na pale inaposhindikana kwa kiwango kikubwa Umoja wa Mataifa wanaweza kuingilia kati ama wanaweza kufikishiwa ili kuweza kutanzua migogoro na matatizo ya mataifa ya India. Lakini pia napendekeza uwepo wa umoja wa kiraia wa dunia. Umoja wa Mataifa ni umoja wa kidola. Kiraia hawana umoja, hawana shirika la dunia la kuweza kutetea matatizo yao na migogoro yao. Kwa napendekeza uwepo umoja wa kiraia wa dunia ambao utakuwa unafanya kazi na kushirikiana bega kwa bega na Umoja wa Mataifa ya kidunia ili tuweze kufikia dunia iliyostaarabika, dunia yenye malengo. Kwa mfano hivi sasa dunia iliyostaarabika, dunia ambayo ni kijiji, kuna haja kwamba umoja wa kiraia ungekuwepo, ungekuwa unatetea kuhakikisha kwamba Benki ya Dunia wanatoa ruzuku kwa kila raia duniani kwa ajili ya basic needs, mahitaji ya muhimu ya msingi kama vile kula, kulala, mavazi na makazi. Yasikia sana kuona dunia iliyostaarabika, dunia ambayo ni kijiji, mpaka leo kuna watu wanakosa matibabu sababu ya umaskini, kuna watu wanakosa kula sababu ya umaskini, kuna watu wanakosa kazi kwa sababu ya umaskini. Kwa kuna haja ya kuwa na umoja wa kiraia wa dunia ambao utakuwa unatetea raia wa dunia kuhakikisha kwamba Benki ya Dunia inatoa ruzuku, inawakatia bima ya afya, bima ya elimu raia wote wa dunia.